Wewe. Shemeji. Dada Kinai kapandisha pressure. Wewe. Hebu nenda chumbani kwako ukapumzike. Nakwambia nenda chumbani kwako ukapumzike. Bisupu. Nenda ndani kapumzike. Nenda ndani kapumzike. Dawa ya muuaji ni kumuua. Nini? Asa bado nataka kufanya nini na Gogo? Wewe ulikuwa umezimia wewe? Umezinduka, si ndio? Umezinduka na kuuliza? Subiri Beni. Nisikiza Beni, wewe hujanielewa tu mimi. Mimi Gogo hilo sio kama ulivyodhania wewe. Amna, yaani umeona ile pazia mimi nilikuwa narekebisha pazia pale juu. Sasa nilipomwona Supu amekaa hapa, kuna kitu nikakumbuka. Kuna movie ya Kindi niliangalia hiyo Beni, mtoto amenyanyuliwa Gogo kama hilo. Sasa ile nijaribu wewe ndo ukaingia ukanikuta, ukahisi nafanya hivyo. Mimi sijafanya hivyo. Wewe. Unaona mita ila, si ndio? Unaona mjinga. Unataka kumuua mtoto wa watu, si ndio? Hapana. Nakuza unaona mjinga. Unaona mimi mjinga? Wewe ngoja nikuoneshe kazi. Mbona akili? Wewe. Shemeji, wewe unapiga mgonjwa? Wewe nilikwambia uende wapi wewe? Nilikwambia ukae wapi? Ndani. Potea! Shenzi. Sasa wewe leo acha nikuoneshe kazi. Ngoja nifunge ule mlango uje ukione cha mtema kwetu. Sikiza Bani, mimi hujanielewa tu. Wewe, umefuata nini nyumbani kwetu? Nakuuliza umefuata nini nyumbani kwetu? Na maana umeona haitoshi kunitoa kwa mume wangu, umeamua kunifuata mpaka nyumbani kwetu. Nisikilize vizuri. Wewe ndio chanzo mpaka mimi nimepoteza watoto wangu. Nimepoteza watoto wangu wawili. Afu bado huna hata msipa aibu na kuja mpaka nyumbani kwetu. Ondoka nyumbani kwetu. Ondoka nyumbani kwetu, nakuchukia, sitaki hata kukuona. Unajua kila nikikuona naona kabisa wewe ni shetani. Wewe kabisa ni malaika ambaye hataki amani, ndio nataka tufuje kwenye nyumba za watu. Hivi unajielewa kweli? Nyumbani kwangu umenitoa na nyumbani kwetu unanifuata. Ondoka, nakuchukia. Hebu ondoka basi wewe kaka, usiondoke. Utaki kuondoka nyumbani kwetu? Unapapenda sana Umepapenda. Sasa subiri nikuonyeshe mimi ni nani. Wewe Farida. Wewe Farida. Una nini mdogo wangu? Wewe si utulie. Wewe una shida gani? Kakaangu, nakuomba uondoke. Tangia mwanzoni nimekuambia huyu hayuko sawa, lakini umeng'ang'ania kuja hapa. Naomba uondoke, umwache kwanza. Akitulia utakuja kuongea naye. Kwa hiyo mimi siko sawa. Dada, mimi kusema ukweli naonekana siko sawa, si ndio? Wewe ondoka nyumbani kwetu kwa sababu nakuchukia. Umesababisha nimepoteza watoto wangu, lakini bado tu unakuja kwenye maisha yangu. Nampenda mume wangu. Lakini wewe toka umeingia kwenye maisha yetu, umeharibu kila kitu kwenye maisha yangu. Sitaki hata kukuona. Siondoke. Ondoka nyumbani kwetu. Au vipi? Niondoke mtaani kwako? Sema nini? Mimi mwenyewe mbona napambana sana kuleta amani kwenye ndoa yako wewe? Mimi mbona napambana sana mwanangu, mimi naaso sana mzee. Mimi ningekuwa mimi sipambani ndoa yako, mimi nisingekuwa natia ndala hata hapa mtaani kwako mzee. Mbona unakuelewa? Afu mbona mimi nimeshakwambia kwamba mwenyewe ni kuandatia maisha yangu ndio chanzo mimi cha kuingia chooni kwako mzee. Mwenyewe na dada kama wewe mwenyewe natetea wai wake. Afu sio mimi kama vile mimi nang'ania kuja kwako mzee, mimi natetea mwenyewe ndoa yako kwa sababu mimi ndo chanzo. Afu dakika za mwisho unakuja leo unanitolea shit. Unanidhalilisha mbele ya dada yako au vipi? Mara mwisho mimi na tulizungumza nini kuhusu kutengeneza amani kwenye ndoa yako mzee? Nisikilize. Sitaki kujua mara mwisho tumeongea nini wala mara ya kwanza tumeongea nini. Nachokitaka utoke nyumbani kwetu. Ondoka nyumbani kwetu kwa sababu nakuchukia. Leo hii napitia mimi yote kwa sababu yako. Wanangu wameuawa kikatili kwa sababu yako.
na bado naona haitoshi, unanifuata tu kila kona mpaka nyumbani kwetu. Ondoka nyumbani kwetu, na ukiondoka hapa usirudi tena nyumbani kwetu, na hata ukinena hata barabarani nione kama kituo cha polisi. Ondoka nyumbani kwetu, ondoka nyumbani kwetu. Farida, mtulia. Kakaangu, nakuomba sana, yaani niko chini ya miguu yako, naomba tu ondoke nyumbani. Mwache huyu kwa sasa hivi bado ni mgonjwa, mbona unielewi? Naomba uende kakaangu, utarudi siku nyingine. Nenda basi tafadhali. Basi Dole. Farida, hebu usilie. Sasa hapo kinachokufanya wewe ulie ni kitu gani? Usipende kulialia kama hivyo. Uone si utakaa unalia hivyo mpaka lini? Usifanye hivyo bwana, wewe ni mtu mzima. Dada, naomba niende nyumbani kwangu nikajitibishe mwenyewe. Sitaki kukaa hapa tena. Wewe Farida, wewe hivyo wewe ni mshenzi eh? Akili zako zimechanganyikiwa. Uende wapi? Yaani mwanaume ameshindwa kutoa pesa hata ya hospitali ya kusaidia, amegoma. Sasa hivi enda kule nyumbani kwake, atakusaidia kitu gani? Wewe unahisi atakutibisha yule? Naomba unisikilize vizuri. Sitaki uniambie habari za mume wako. Na ukiendelea kuniambia hizo habari za huyo mpuuzi wako, nitakubaluza makofi mpaka utashangaa. Naomba twende ndani na utulie. Sitaki nisikie hizo kelele zako, tuondoke. Hebu twende ndani. Naomba unisikilize vizuri wewe chizi. Kwa kuwa humu ndani ushaonekana ni bingwa kuchafua nguo zinazokuhusu na zisizokuhusu. Sasa leo nataka hiyo nguvu unayoitumia kuchafua hizo nguo, ndio nataka nguvu hiyo uitumie kwenye kuzifua, na nataka zitakate. Yaani leo narudia zitakate. Hapo nadhani utakuwa umenielewa. Tena leo sitaki mzaa. Umenisikia wewe? Mama. Kuna haja gani ya kumwambia afue nguo wakati kuna dada wa kazi? Kelele na wewe. Kwa hiyo Maida ushaanza kujamulia maamuzi ndani, si ndio? Umeanza kunichukulia kama mimi mwenzio humu ndani. Sasa ninachokiongea unapandia kwa juu, si ndio? Takuja nikufumua wewe. Takuja nikubamiza hii wewe kuniingilia. Lakini mama, sijaongea kwa ubaya. Kwa naongea bado endelea kunijibu, si ndio? Ime nimechoka visa vyako mtoto mndani, nimechoka ime. Amu ya mwisho ulifanyia visa vya kutaka kung'ania chakula cha wenzio nikakuacha. Lakini bado unanipandishia sauti yako. Ime nitakuja nikubamiza unishangae wewe. Na wewe nisikilize. Hizo nguo kama nilivyokuambia nataka uzifue na zitakate. Yaani muda unavyoongea na wewe uzibebe na ukazifue. Tafua mimi dada. Wewe umeitwa hapa? Naongea na wewe, umeitwa hapa? Hivi binti kwani unapenda kujiweka wa kwanza humu ndani? Mbona kielele sana? Kuna kinachokuhusu mpaka uniingilie? Kwa hiyo mmeamua kuniamulia sasa, si ndio? Mmekuja wote watatu hapa mmeniamulia eh? Nipishe hapa. Asante sana Imelda. Usijali, alikuwa na amani. Tulia, unakwenda wapi? Tulia. Hebu njoo hapa kwanza. Wewe blaza Kichi, una shida gani wewe? Sabika kicha wangu. Yaani mwanangu mimi najiona nina dhambi kinoma ni mwanangu. Yaani mimi mkosefu kinoma ni mwanangu. Yaani uwezi amini mwanangu, mimi nimeharibu maisha ya watu kwa mikono yangu mwenyewe. Yaani kwa mikono yangu mwanangu mimi nimewapoteza watu kwenye njia yani. Yaani kwa mikono yangu mwanangu mimi nimewatoa watu kwenye dila maisha kicha wangu yani. Umeharibu maisha ya watu? Nishakwambia kama ni swala lile dada ungekaa naye karibu. Sabika, shida sio kukaa karibu na yule mdada mwanangu. Yaani shida ni kwamba mpaka sasa hivi tunavyoongea mwanangu mimi nishamlinganisha na mume wake mwanangu. Yaani mpaka sasa hivi tunavyoongea uwezi amini si mume wake si basha yake. Juzi mwanangu alimbatua afu dakika za mwisho dem kumbe alikuwa na mimba. Kwa mimba ikatoka mwanangu. Kwa hapa najiona nani mimi mwanangu nimechangia kuharibu ndoa ya watu.
Mimi mwanangu wewe, mwanangu nimechangia yule dem kutoka mimba yake. Mimi mwanangu wewe nilangavyo mkosefu hapa duniani mwanangu hadi. Blaza Kichi, kwanza hapo inabidi umtafute yule dada ujue hali yake inaendeleaje. Wasebiga, mimi nimemsakanya yule dada juu chini mpaka nimebumiana naye. Na kibaya zaidi ni kwamba kai pale kwake sasa anakaa kwao mwanangu. Mwanangu hataki kuongea, hataki kuelewa chochote kuhusu mimi. Yaani kile ninachomwambia na kile tulichopanga, anaambia hataki kusikia chochote. Kibaya zaidi kanipiga mpaka kofi mwanangu. Yaani kanipiga kofi, mimi mpupa mimi kupigwa kofi. Lakini wewe mimi mwanangu, yule dada mwanangu anapitia mateso kwa sababu yangu mimi. Blaza Kichi, kwanza pole sana. Na alipangalo Mungu hakuna mwanadamu akuweza kulipangua. Na hiyo imetokea kama bahati mbaya. Huenda umetumika kama malaika kumtoa sehemu mbaya kumpeleka sehemu nzuri. Kwa hiyo usijilaumu sana. Unamaanisha nini kusema mimi nimetumika kama malaika? Blaza Kichi, kwenye haya maisha huenda Mungu ajalizia yeye kuwa pale, na ndiyo maana Mungu kakutuma umtoe pale. Huenda huko alipo atakuwa na maisha mazuri. Kwa hiyo usijilaumu sana kakaangu. Na kitu kingine, kesho inabidi tuende hospitali na kuna pesa nyingi sana zinahitajika. Wewe unakaa hapo na mawazo, sijui hata unawaza nini, unawaza hao watu. Na hiyo pesa sidhani kama utakuwa nayo blaza. Sebiga, kwa sasa mwanangu mimi hapa sielewi chochote kwanza. Naomba kwanza nipumzike alafu baadaye ndio tuzungumze kuhusu sasa kwenda kwa hospitali. Naomba niache kwanza janja. Blaza Kichi, unaondokaje bila kunipa mrejesho? Jeni, mbona umeingia na viatu afu mimi nafanya usafi? Wewe unanioje hivyo kama nani? Nimekuuliza kwa sababu unafanya usafi, afu na wewe umeingia na viatu. Afu pia Dakindagi apendagi nikiwa nafanya usafi niache uchafu. Yaani nimeanza kuingia ndani ya hii nyumba miaka 2 sasa. Hakuna hata mmoja aliyewahi kunioji. Umeanza kuchangamka sio? Yaani unaniuliza wewe kama nani? Nimekuuliza kwa sababu ni dada wa kazi humu ndani. Lakini pia ni haki yangu kuhakikisha nyumba inakuwa safi. Yaani bado unanijibisha? Wewe. Kipendi. Kwani wewe ni mama mwenye nyumba? Jamani, hivi humu ndani shida nini? Mbona nimekaa huko nasikia mikia toka muda. Nini kinaendelea hapa? Si dada yako wa kazi. Sijui ikawa askari. Eti anaanza kunioji mimi nimeingia na viatu. Anataka nitoke nje nikavivue. Hivi ndani una nini lakini wewe? Una mamlaka gani ya kwanza kuongelesha wageni wangu hivyo? Unamwambia atoke nje kama nani humu ndani? Lakini dada, ulishaniambia kwa nikiwa nafanya usafi nikisha nichache uchafu. Usiache uchafu. Wewe dada umeanza kunizoea sasa. Na unaanza kunipanda kichwani. Sasa leo nataka nikuonyeshe kwamba mimi ni chizi. Nilitoroka Milembe mwanzo, magereza yote ya machizi nimetoroka. Ila machizi yangu nayalazaga tu. Sasa ngoja leo nikuamshie wewe, ujue mimi nimerukwa na akili. Wewe umenizoea vibaya mzee. Tena nitakuja nikunyoshe huko ndani wewe. Usinichukulie hizo, umesikia wewe? Mimi chizi kuliko wewe. Pumbavu wewe. Anajiona mama mwenye nyumba huyu. Puzi mkubwa, tena utoke hapa. Yaani ndio tukakae pale. Mimi mwenyewe yani nimechoka ukashanichafua. Yaani nahisi joto ya nyumba. Naomba tuongelee nje. Sawa twende. Baby, umeenjoy? Nimeenjoy baby. Na vipi sasa kuhusu ile pesa? Sasa moja nitumia mchumba wangu. Baby na ushaanza. Lakini si nilikwambia bibi kwamba nitakupatia. Na hata hivyo nimeambia nimsikilizie. Kanaambia nisikilizie siku 2-3 nitakupatia. Kwa atakapo tu nisendia na kusendia na wewe. Kwa hiyo hata sijali mpenzi wangu. Niangushe lakini bwana. Hata usijali, lakini si unajua kama mimi nakupenda sana. Ya, najua. Au umesahau? Najua.
Usiniangushe lakini basi. Sijali kipenzi. Mume wangu. Karibu nyumbani. Vipi hapa? Kwa nini kinaendelea? Huyu ni nani na amefuata nini kwenye nyumba yangu? Mume wangu, huyu ni binamu yangu, amekuja kunitembelea. Ni mtoto wa shangazi yangu, yaani kalelewa sana na baba yangu tangu utotoni. Kwa hiyo leo ameamua aje anitembelee kidogo. Si unajua mume wangu, hujui ndugu zangu. Kwa leo nimekutanisha naye. Binamu, huyu ni mume wangu, anaitwa Kanoni. Oh, shemeji. Nimefurahi sana kukutana na wewe bwana. Nimefurahi pia kukufahamu. Karibu sana. Shakaribia mwamu. Binafsi pia napata faraja sana kuifahamu sehemu ya familia ya mke wangu. Maana nimekuwa nikiishi na mke wangu hapa, lakini sehemu ya ndugu zake basi hawajaita kufika mara moja kuja kunisalimia wala kuniona. Lakini wewe kama umekuja kwa mara ya kwanza, nadhani milango mingine ya ndugu wengine unaweza kawa nakuja mara kwa mara. Ya, sahihi mwamu. Na ujisikie nyumbani, ujisikie amani kabisa. Na nafurahi kama utakuwepo na sisi hapa kwa muda mrefu. Ila umenikuta ndo nilikuwa natoka hapa, sio mkaji sana mwamu wangu bwana. Kwa nini mwamu? Mambo mengi ya kidunia maharakati, so unajua mwamu, dunia tafuta pesa. Ni kweli naelewa masuala ya kutafuta pesa na kuwa na mambo mengi sana. Lakini nafikiri kama ungepata hata muda wa kukata siku 2-3 ingependeza sana. Lakini kama umesema una mambo mengi, nafikiri mke wangu ungemwandalia chakula shemeji yangu. Nadhani mambo yako ya madikodiko ambayo unayafanya kwa ajili yangu, hata shemeji yangu akiyapata leo, najua alikuwa anayapata sana kule nyumbani, lakini kama akiyapata tena hapa nyumbani leo itakuwa vizuri sana. Mwamu, naomba mke wangu akuandalie chakula afu upate, kisha utaweza kuondoka. Sawa mume wangu, nimekuelewa. Clever binamu. Mume wangu yupo sahihi. Ngoja nikuandalie chochote kitu. Diko tena mwamu, sio kweli. Mimi kidogo na wai, siku nyingine nitapata hata suna mwamu bwana. Na pia nitakuwa nakuja mara kwa mara hapa. Sinishapajua bwana kwa sisteli bwana. Basi sawa, kwa kuwa ushajua kasi la Msukuma. Hamna neno ndugu yangu. Lakini naomba niingie ndani mara moja nikuchukulie japo kizawadi uwapelekea hata ndugu huko nyumbani. Haina shida. Basi sawa, nasubiri mara moja. Okay. Kashaondoka tena mshenzi jamani. Una akili wewe nakuuliza? Wewe mpuzi. Yaani unapata wapi ujasiri wa kuruka chakula ambacho mimi na mke wangu tunakula? Halafu umekuja kufanya nini hapa nyumbani kwangu? Umerudi kufanya nini? Tuliondoka wewe. Hivi Kanoni una akili kweli? Nimerudi hapa kwa sababu ni nyumbani kwangu. Hapa mimi nimeolewa. Au unajisahaulisha, si ndio? Yaani unajisahaulisha kabisa kwamba mimi na wewe tumefunga ndoa tena kanisani na tukaahidiana kabisa tutavumiliana kwenye shida na raha, kwenye jua na mvua.
na hakuna mtu yoyote ambaye anaweza kaniuliza nimefuata nini. Kama ulijidanganya sitorudi, basi ndo nimerudi hapa, ndo nimetia nanga. Haijalishi unanitaka au unitaki, hapa ni nyumbani kwangu, na mkataa kwao ni mtumwa, na mimi siwezi kukataa kwenye nyumba yangu mwenyewe. Sasa basi, hapa nipo na utazidi kunionaona sana. Wewe kilichokurudisha hapa ni tena? Umerudi tena, si ndio? Tumekuchoka wewe, kila siku kiguu na njia kwenye nyumba za watu. Tumekuchoka. Juzi umekuja umemwaga chakula, leo tena umekuja umeanza kujipitisha kwenye chakula. Tumekuchoka. We mtu gani usiatulia kwenu wewe? Kwa nini lakini unatufanyia hivi wewe Farida? Kwa nini usitulia kwenu? Tumekuchoka. Wewe unataka kunipiga? Na kuuliza unataka kunipiga? Nipige. Nimesema nipige Kanoni. Wewe ni chizi. Umechizika wewe? Sakuuliza, umechizika wewe? Ndio, mimi ni chizi. Ila naomba utambue, siku zote machizi wao wanaona watu wenye akili zao kama ni machizi, hali ya kuwa wao ndo machizi. Alafu kama unaniona mimi ni chizi, wao ni nani? Nisikilize vizuri Kanoni. Nimerudi nyumbani kwangu. Hapa ni nyumbani kwangu, na hakuna hata mmoja wa kunifukuza nyumbani kwangu. Labda kifo pekee ndo kinaweza kuniondoa hapa. Wewe Faida wewe. Faida! Wewe Farida! Shenzi tunatambua tunakuja huko. Jeni, inabidi tukamilishe mpango aliotuagiza shangazi. Yaani namaanisha inabidi tumuue Kindege haraka iwezekanavyo. Tusiendelee kupoteza muda. Sawa? Sawa Sofia, nimekuelewa. Na ninachofurahi ni kwamba umeshaniaminisha kwamba yule mtoto hana maajabu yoyote wala hana nguvu zozote za kichawi. Kwa hiyo hata mimi mwenyewe simuogopi. Na ndani kwa Kindege tutakuwa tunaingia kama tunavyotaka. Yaani uwanja ni wetu. Tutakuwa tunatamba kama tutakavyotaka. Na kilichopo kwa sasa hivi ni lazima Kindege afe. Ndio Jeni. Yaani namaanisha nyumbani kwake tunaingia na kutoka. Tunaingia na kutoka. Nisikie vizuri Jeni. Ninaomba uende ukamuue Bisupu haraka iwezekanavyo. Na mimi nitaenda kudili na Kindege. Hiyo yote inatakiwa ifanyike leo kabla jua halijazama. Tumeelewana? Sawa Sofia, nimekuelewa. Sawa Jeni. Nakuamini.